Hujambo na nikukaribishe kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Vikosi vya Iran vyashambulia kwa mara nyingine tena meli za kivita za Marekani. Msemaji wa kamandi ya Khatam al-Anbiya ya majeshi ya Iran amesema kwamba vikosi vya Iran vimetoa jibu la papo kwa hapo na lenye nguvu kufuatilia mfululizo wa mashambulizi ya kijeshi ya Marekani katika eneo muhimu la mlango wa bahari wa Hormuz pamoja na ukanda wa pwani na kusini mwa Iran. Katika taarifa yake, Kanali Ibrahim Zulfaghar amesema jeshi la kichokozi la kigaidi na lisiloheshimu sheria za Marekani mnamo Alhamisi limevunja makubaliano kusitisha mapigano kwa kulenga meli ya mafuta ya Iran. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, meli hiyo ya mafuta ilikuwa ikisafiri kutoka maji ya pwani ya Iran katika eneo la Jaski ikielekea katika mlango wa bahari wa Hormuz wakati iliposhambuliwa. Katika tukio jingine lililotokea katika wakati huo huo, meli nyingine ya Iran imeripotiwa kushambuliwa ilipokuwa ikiingia katika mlango wa bahari wa Hormuz mkabala na bandari ya Fujairah katika Falme za Kiarabu UAE. Msemaji huyo aliongeza kuwa sambamba na matukio hayo, vikosi vya Marekani vikishirikiana na baadhi ya nchi za eneo hilo vilianza mashambulizi ya anga dhidi ya maeneo ya kiraia katika majimbo ya pwani. Mashambulizi hayo ya angani yameripotiwa kulenga maeneo ya bandari ya Khamir Sirik na kisiwa cha Qeshm. Kwa mujibu wa taarifa ya kijeshi, jibu la majeshi ya Iran lilikuwa la haraka na la maamuzi. Vikosi vya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran vilianzisha mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya meli za kijeshi za Marekani mashariki mwa mlango wa bahari wa Hormuz na kusini mwa bandari ya Bandar Chabahar. Taarifa zimebaini kuwa operesheni hiyo ya Iran ilisababisha uharibifu mkubwa kwa baadhi ya manuari za Marekani. Kanali Ibrahim Zulfaghar ameonya kuwa Marekani na washirika wake wanapaswa kutambua kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Iran itatoa majibu makali na haraka kwa kitendo chochote cha uchokozi na uvunjaji wa mipaka kama ambavyo imefanya hapo awali. Hata hivyo, inadaiwa kwamba viongozi wa Iran wameionya mara kadhaa Marekani kwamba wakati wakiwa katika mazungumzo hawahitaji kuona mashambulizi ya hapa na pale ambayo yanalenga meli zao za kijeshi, lakini pia yanalenga namna yoyote katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi amewaeleza wa Marekani kwamba wakati huu wanapaswa kuwa wavumilivu mno wakielekea katika mazungumzo ya kumaliza uhasama huo ambao ni wa muda mrefu, na kwamba vita vinaweza visiishe kutokana na namna wao wanavyotengeneza mazingira ya kuyumbisha mazungumzo. Waziri huyo wa mambo ya kigeni Abbas Araghchi ameshutumu Marekani kwa kuchagua hatua za kijeshi zisizokuwa na tahadhari kila mara na wakati ambapo suluhisho la kidiplomasia linapokuwa mezani. Aliandika ujumbe wake kupitia ukurasa wa X akiwaambia wa Marekani kwamba wa Iran hawataslimu amri kwa mashinikizo, na hii ni siku moja baada ya pande zote mbili kushutumiana kwa kufanya mashambulizi katika mlango wa bahari wa Hormuz, huku Marekani ikiendelea kushambulia vyombo zaidi vya Iran. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo, na bila shaka nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika una nafasi ya kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuata.